Hivi na wewe uliwahi kujiuliza kama mimi kwamba kwa nini tunakuwa maskini? Kwa nini serikali inashindwa kujenga miundombinu, kujenga mashule, kujenga hospitali na hata wakati mwingine kusaidia wananchi maskini kwa kuchapa pesa tu na kuwagawia? Kwa nini hawafanyi hivyo? Sasa mimi baada ya kuwa najiulizaga hilo swali, nikaona nifuatilie, nisome vitabu, nakala tofauti tofauti. Sasa leo nikawa nimekuja kufahamu kuwa serikali haifanyi hivyo kwa sababu thamani ya uzalishaji, thamani ya pesa inatokana na uzalishaji. Yaani uzalishaji mkubwa unaleta thamani ya pesa. Yaani pesa inakuwa kama tu ina represent kile kilichozalishwa. Sasa najua huwezi nielewa, lakini natamani nikupe mfano mmoja. Chukulia kwa mfano pale kijijini kuna duka moja linalouza nafaka na lina magunia 10 tu, na wateja wake ni wananchi, na wale wananchi wapo labda tuseme nao 10 katika kijiji fulani, na hawa wananchi mifukoni kwao labda wana shilingi 10,000, na kule kwenye duka la kijiji kuna magunia 10 yanauzwa, kila gunia linauzwa 10,000, na hao wananchi wana 10,000 na wananchi wako wananchi 10. Endapo serikali itachapisha pesa za ziada na ikaziweka katika mzunguko, wale wananchi watajikuta wana pesa nyingi. Labda tunaweza tukasema wanaweza wakajikuta wana laki kila mtu. Sasa wakitaka kwenda kununua hizo junia, kila mtu anataka labda junia moja moja. Mwanzoni walikuwa wanaambiwa 10,000, sasa wataambiwa 100,000. Kwa nini? Kwa sababu mfanyabiashara ameona kuwa hawa wana pesa nyingi, wote wana pesa nyingi, kwa hiyo anapandisha ili kuweka hiyo nini, kuweka hilo daraja, ili mtu afanikiwe kupata lile junia, basi awe na pesa tena nyingi. Sasa itajikuta mtu ili akanunua atoe tena 100,000, kitendo ambacho kitatuhitaji sasa sisi hata kununua vitu vidogo vidogo, itahitaji watu wawe wanatembea na mahela mengi ili wakanunue kitu kidogo. Labda wewe unataka tu kula hotelini, lakini unatakiwa uwe na ndoo ya hela ili ule hotelini. Ndio maana serikali haiwezi ikafanya hilo kosa, haiwezi ikachapisha pesa bila kuwepo na sababu ya msingi. Na hapo ndipo nikaja nilipojifunza hivyo, nikaona na mimi nikupe wewe kidogo, na wewe upate kitu katika maswali, labda na wewe uliwahi kujiuliza swali kama hilo, basi upate kitu ambacho unaweza kikakusaidia.